Tunakushukuru kwa sababu Baba, hatutabaki jinsi tulivyo, hatutarudi nyumbani kama tulivyokuja Bwana. Ninaamini mchana wa leo uko mahali hapa, unaenda kubadilisha maisha yetu, mfalme wa amani. Unaenda kuondoa uasili ulioko katika maisha yetu Bwana. Unaenda kuondoa kila magonjwa na mateso ndani yetu. Unaenda kutusamehe dhambi zetu zilizokukosea kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo yetu Bwana. Baba, hakika tunaamini ya kwamba tutarudi kama tulivyokuja, hatutabaki jinsi tulivyo Bwana. Baba, ninakushukuru kwa uwepo wa Roho yako Mtakatifu ambaye ametamalaki mahali hapa mfalme. Amekwenda kumhudumia kila mmoja katika sifa hizi. Umehudumia hata wale ambao hawajafika nyumbani mwako. Umehudumia hata wale walioko nje ya mkoa wa Kilimanjaro Bwana. Ninakushukuru kwa sababu hutawaacha jinsi walivyo Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao tunatamani tena ukaseme na maisha yetu. Naomba fungua masikio yetu ya ndani akapate kusikia sauti yako. Fungua uelewa wa fahamu zetu tukapate kufahamu maandiko yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukaseme na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Sema na wale ambao hawapo mahali hapa, wako nje ya mkoa wa Kilimanjaro, mikoa yote ya Tanzania na nje ya mkoa, wanaoenda kufungulia Gideon Online TV Bwana. Ukaseme nao katika jina la Yesu Kristo. Baba, nasi tunajidhili kwako, tunaomba neema yako sasa ya usikivu, tukasikie sauti yako katika jina la Yesu. Nami mtumwa wako na mjoli wako ninajidhili kwako, ninashuka sana kwako Bwana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Nami natamani useme nami kwa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu naenda kinyume na kila roho ya mpinga Kristo mahali hapa, na itiisha kwa moto na kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya agent iliyosimama mahali hapa ninaitiisha kwa moto na kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tuko mezani pamoja na wewe. Naomba kila mmoja wetu, Mungu wa mbinguni, akapate kupokea sawasawa na imani yake katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Yesu anawapenda mchana wa leo. Yesu yuko mahali hapa. Yuko hapa akuhudumie. Yupo hapa akuponye. Yuko hapa akufungue. Haleluya. Hebu mpigie tena Yesu makofi makubwa mno. Haleluya. Basi nami mtumwa wake Kristo ninawasalimu katika jina la Yesu. Yesu yuko mahali hapa, atakwenda kutuhudumia. Kwa yeyote yule ambaye anamwamini Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hata muacha abaki alivyo. Haleluya. Basi tunaenda kusoma neno la Mungu. Kichwa cha habari kinasema kwamba tunalindwa na nguvu za Mungu. Haleluya. Ni muda mrefu hatujaomba ulinzi. Januari yote, mwezi wa pili ni huu. Mungu ametupa neema, hatujajiombea ulinzi, lakini ulinzi wetu ni juu ya Bwana. Haleluya. Tunalindwa na nguvu za Mungu wetu. Naomba tufungue katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi, mlango ni ule wa 121. Kitabu cha Zaburi 121, nitaanza na mstari wa 4. Naomba tuanze na mstari wa 4 na wa 5. Zaburi 121 mstari wa 4 na wa 5. Nasoma kwa msaada wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume.
Bwana ni mlinzi wetu. Bwana anatulinda na mabaya yote. Anasema yeye ndiyo mlinzi wetu. Anasema hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Sisi tunalala tunakoroma, lakini baba yetu wa mbinguni halali. Anatulinda. Hata sasa hivi mahali hapa yupo anatulinda. Amekutuzingira pande zote. Haleluya. Anatuzingira pande zote kwa uwepo wa nguvu zake. Tunalindwa na nguvu za Mungu tu. Haleluya. Sisi tunayemwamini Yesu Kristo hatuna ulinzi mwingine. Hatuna mairizi, hatujachimbia machupa nyumbani kwetu, vibuyu, matunguri, hapana. Tunamwamini Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu, anatukumbatia kama kuku akumbatiavyo vifaranga vyake. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anayemwamini Yesu Kristo yuko chini ya ulinzi na uangalizi wa Mungu peke yake. Yeye anasema halali mchana wala usiku. Anasema mstari wa 5, Bwana ndiye mlinzi wako. Haleluya. Wangapi wanamwamini Yesu kwamba ndiye anayewalinda wala sio wachawi wala waganga? Tena anasema ni Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Haleluya. Anakuwekea uvuli mkono wako wa kuume ambao ndio wenye kufanya kazi, ndio wenye kuhesabu hela, ndio wenye kufungua Biblia, ndio wenye kuinuka juu upaze sauti yako kwa Bwana. Anasema anaulinda kwa uvuli. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu ndiye mchungaji wetu mwema. Muamini leo awe mlinzi wako. Ndio maana katika kitabu cha Yohana Yesu anasema kwamba kama nilivyokuwa pamoja nao Mungu niliwalinda, na hata sasa ninaondoka, naomba uwalinde. Haleluya. Yesu anaomba ulinzi kwetu, kwa wale waliomwamini, kwa wale waliompokea. Anamwambia Baba, nilikuwa nao nikiwalinda, sasa naondoka, naomba endelea kuwalinda. Amina. Hebu tukimbie kwenye kitabu cha Petro. Kitabu cha Petro, waraka wa Petro. Waraka wa Petro wa kwanza. Waraka wa Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza mstari wa 5, nasoma kwa msaada wa Bwana. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunalindwa na nguvu za Mungu ambaye adui shetani na majeshi yake yote hawatatuweza. Haleluya tu wa Mungu. Mwovu hataweza kutuona kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu tu. Yeye amenyosha mkono wake anatulinda. Adui akitaka kutokea huku yeye yupo. Akitaka kutokea kushoto yeye yupo. Akitaka kutokea juu Yesu yupo. Akitokea chini yeye yupo. Kwa hiyo siku zote anatulinda na nguvu za yule mwovu. Haleluya. Haleluya. Anatukumbatia. Anatulinda na maisha yetu ya kiroho kwa wale waliomwamini Yesu Kristo. Haleluya. Ili adui asikutoe kwenye mkono wa Bwana, anakulinda. Umeokoka, shetani anakutafuta. Umeokoka, anakuzungukia, lakini Bwana anasema anatulinda kwa nguvu zake. Haleluya. Hakuna atakayegusa maisha yako ya Kikristo kama umemwamini Yesu. Yeye yupo pamoja nasi. Haleluya. Naomba turudi kwenye kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya mlango ni ule wa 62. Mstari wa 6. Kitabu cha Isaya mlango wa 62 mstari ni ule wa 6. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu,
hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya. Bwana amekuzungushia walinzi. Wapo malaika walinzi, na pia kuna walinzi ambao ni manabii au watumishi wa Mungu, wanakuombea pia mchana na usiku. Haleluya, haleluya. Wanakuombea kwa uaminifu. Unasema kwamba mtumishi, nabii, mtume, naomba uniombee. Wao wanatenga muda wao. We uko sokoni, uko kazini, uko kwenye biashara, kila mahali, lakini wananyosha mkono, Bwana walinde washirika wangu, Bwana walinde watu ulionipa. Wako walinzi wa namna hiyo. Haleluya. Hawaachi kuomba mchana na usiku, na malaika wakizunguka. Lakini wako watu Mungu aliowaita kwa ajili ya kukuombea wewe. Wanaomba kwa uaminifu. Hawaachi kuomba mchana hata usiku. Haleluya, haleluya. Wanaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ili Mungu akatimize makusudi yake kwako. Wanakuombea wewe, ndio maana unashuhudia, unasema namshukuru Mungu amenitendea mahali hapa. Ametenda kupitia nabii wake, mtumishi wake, kukuombea wewe. Haleluya. Ili Mungu akatimize mapenzi yake. Anasema hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi mnaomkumbusha Bwana, msiwe kimya. Haleluya. Mnaomkumbusha Bwana juu ya ulinzi, juu ya maisha yenu, msikae kimya. Haleluya. Pale kwenye mstari wa 7 utakuta anasema hivyo pia. Lakini hapo unaambia kwamba msikubali kunyamaza, msikubali kutulia. Yeye yuko tayari mchana na usiku. Walinzi ambao amewaweka kukuombea wewe hawanyamazi. Unaambia tena ni waaminifu. Haleluya. Ndio maana unajikuta unabarikiwa, unaponywa ugonjwa wako. Sio ile kuwekwa mikono tu hapa uondoke. Anaendelea kukuombea, anaendelea kukuwakilisha kwa Bwana. Ndio maana nasema, ndio maana natoa mfano, nasema nilikuwa naomba nikakuona uko hivi na hivi. Nini? Alikuwa anakuombea ili Mungu akufungue, ili Mungu akuponye, ili Mungu akulinde. Haleluya. Tuombe bila kukoma. Yeye Yesu yupo pamoja nasi. Haleluya, haleluya. Tusimuache akae kimya. Tupaze sauti zetu mpaka kieleweke, pamoja na wanaotuombea. Wewe mkumbushe Mungu, Mungu ninakukumbusha, uliniahidi kuniponya, uliahidi kunibariki, uliahidi kuniokoa, uliahidi kunipa ahadi zako. Na wale walinzi wanaokuombea pia wanawakilisha mbele za Bwana. Ndio maana unakuta kwamba unafunguliwa kila itwapo leo, maana yeye hanyamazi mchana wala usiku. Haleluya. Naomba turudi kidogo kwenye hiyo Isaya 52. Naenda haraka kwa sababu ya muda. Isaya 52 mstari wa 8. Nabii Isaya 52 mstari wa 8, nasoma kwa msaada wa Bwana. Sauti ya walinzi wako wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja. Maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Hao walinzi wanapaza sauti zao kama nilivyosema. Sauti ya walinzi wako wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja, wakisema wewe ndio mchungaji wetu, wakisema wewe ndio msaada wa watu hawa, wakisema wewe ndio tumaini lao, wakisema Bwana wafungue katika vifungo vilivyo vikakamata. Wanamtukuza Bwana wakisema kwamba hakuna awezaye kama wewe, wewe ndiwe Mungu. Haleluya. Wanaimba pamoja, maana wao wakati wanaimba, wanapaza sauti zao kwa Bwana, wanaona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni, ambayo Sayuni ni wewe ulioko mahali hapa. Wanaona jinsi Bwana anavyorejea kwako, wanamshangilia Bwana. Wanaona fulani amepona, wanaona amefunguliwa, wanaona ameinuliwa, wanaona amepewa matumaini tena. Wanashangilia na kumtukuza Bwana.
walinzi nao wanafurahi wakiona ya kwamba mtu amepona, mtu amefunguliwa. Wanasema, wanaona jicho kwa jicho, wakiona binti akishuhudia akisema nimemwona Mungu kazini kwangu. Wao wanamuona kabisa akisema nimepokea, nimeponywa. Haleluya. Sayuni hapa kwetu leo Mlima Moria. Kumbe walinzi wana maombi, wanavyoona mmefanikiwa, mnaendelea na wokovu, mnamtumikia Bwana, wanaimba na kushangilia wanavyoona kwa macho. Kumbe wanaendelea vizuri, kumbe bado wanamshikilia Yesu, wanaimba na kushangilia. Naomba tukimbie tena kwenye kitabu cha Waibrania. Kitabu cha Waibrania mlango ni ule wa 13. Kitabu cha waraka kwa Waibrania mlango wa 13 mstari ni ule wa 7. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Aliwaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho mwenendo wao, igeni imani yao. Haleluya. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, ambao wanawaombea ninyi, ambao wanawafundisha ninyi, ambao wanawaongoza, maana wamepewa mamlaka. Anawaambia, anasema wakumbukeni, nanyi muwakumbuke. Haleluya. Wakumbukeni wanaowaongoza kwa kuwaombea, kwa kuwatia moyo, kwa kuwafariji. Maana wana vita, kuna vita. Ndio maana naambia wakumbukeni hao wanaowaongoza. Waliwaambia neno la Mungu, wanawafundisha neno la Mungu, wanawaonya kwa neno la Mungu. Kwa anasema wakumbukeni hao, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Haleluya. Walikwendaje wakati wanakuombea? Walikwendaje wakati wanakufundisha neno? Walikwendaje wakati wanakusaidia kiroho? Anasema waangalieni, wakumbukeni, angalieni mienendo yao. Kumbe tunaposimama mahali, unaangalia hata kwa mwenendo wako, utawajua kwa matunda yao. Haleluya. Kwa hiyo kama wako kwenye matunda yanayopigwa na mawe, waangalie, wafuate, maana tunda lilo jema ndio linalopigwa kwa mawe. Kwa hiyo fuatilia hilo na wao pigwe kwa mawe ili usonge mbele. Haleluya. Tena akamalizia kusema igeni imani yao. Kama anayekuongoza ana imani ya kusonga mbele, iga imani alionayo. Ni mtu anayeomba, iga imani alionayo. Uwe na maombi ya kusimama, maana shujaa hataki kushindwa. Na wewe kwa imani aliyokuwa nayo shujaa wako, usikubali kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kurudi nyuma. Haleluya. Igeni imani yao kwa wale wanaowaongoza katika Kristo Yesu, wasiobadili neno la Bwana, wasiofundisha mafundisho ya uongo, wasiofundisha madanganyifu wa kukutoa kwenye imani yako. Waigeni wale wanaosoma Biblia, neno la Mungu ni ndio na liwe ndio. Haleluya. Haleluya. Basi tuende tena kwenye kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi mlango ule wa 8, andiko letu la mwisho kwa sababu ya muda. Kitabu cha Warumi mlango wa 8, nitaanza mstari wa 31 mpaka wa 39. Nitaelezea kwa uchache, lakini naenda kusoma kwa jina la Yesu. Warumi 8:31 mpaka 39. Nasoma. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiyo mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumu adhabu?
Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mwenye imani ya kumwamini Yesu Kristo, mwenye imani ya kumwamini Yesu Kristo analindwa na nguvu za Mungu. Unalindwa na nguvu za Mungu. Anasema kama unalindwa na nguvu za Mungu, ni nani atakaye kushitaki wewe adhabu na hukumu? Ni nani atakaye inuka? Hata iwe mizimu ya kwenu, hata iwe wachawi na waganga, hata maadui na watesi, ni nani atakayeweza kutoa adhabu ya hukumu kwako? Sema hakuna kwa vigelegele. Nani atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Sema hakuna. Hakuna atakayeweza kukushitaki wewe. Hakuna ambaye ataweza kukutoa kwenye upendo wa Kristo Yesu. Hakuna atakaye kutoa kwenye mikono ya mlinzi. Hakuna. Akasema ni dhiki unayoiona itakutenga na Kristo? Ni hatari? Ni upanga? Ni kitu gani kitakutenga na upendo wa Kristo ambaye alikufa akafufuka kwa ajili yako? Hakuna anayeweza kukuondolea. Haleluya. Hakuna njaa itakutenga na upendo wa Kristo. Yeye ni mlinzi wako. Anakulinda kwa nguvu zake. Amekukumbatia katika mbawa zake. Anasema ni hiyo dhiki, ni hiyo shida ulionayo, ni hiyo njaa, ni kutokuvaa unatembea uchi, ni huo upanga. Anasema hakuna. Haleluya. Hakuna. Akasema basi hata katika hayo yote mlioyasoma mkayaona, anasema pale mwisho, hakuna atakayeweza kututenga na upendo wa Kristo. Tutashinda katika yeye anayetupenda. Yeye atapambana na maadui zetu. Yeye atatuficha, atatufunika kwa damu yake. Atapambana na hiyo shida, atapambana na hiyo dhiki, atapambana na huo ugonjwa, atapambana na hiyo tatizo, atapambana na hiyo hatari, kwa sababu kila aliyemwamini, aliyekufa na kufufuka, atalindwa na nguvu zake. Haleluya. Kama walimchimbia shimo wakamfunika na sanda wakamweka, alafu ile nguvu ikamuondoa kwenye lile kaburi, yeye huyo ndiye anaenda kukutoa hapo ulipofichwa. Ile nguvu hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo ndio hiyo anakulinda nayo. Hakuna atakayeweza kukutoa. Walimtukana, wakamdharau, wakamchoma misumari, wakampigilia msalabani, lakini akashuka hapo. Ni mwanaume wa mwanaume, wanaona anatembea, wanaona na relax, hana shida. Hiyo nguvu ndio hiyo. Tutashinda kwa yeye aliyetupenda.
alitupenda ndio maana akafa pale msalabani. Alitupenda ili tukimwamini atulinde na hayo mabaya yote. Hata mauti, hata wenye mamlaka, hata malaika hawatuondoi kwenye upendo wa Yesu aliyetukumbatia, anayetulinda, anayetujali. Uko kwenye uangalizi wa Yesu Kristo. Haleluya. Simasikiaga kwamba yule mgonjwa amezidiwa sana, yuko chini ya uangalizi wa madaktari bingwa. Nasi ndivyo hivyo, tuko chini ya uangalizi wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anatupenda. Yeye ameshinda, atatushindia sisi. Amesema atatulinda. Hakuna kunyamaza. Isaya akasema kwamba msinyamaze, mtusimuache anyamaze. Hebu tupambane, hakuna kumwachia anyamaze mchungaji wetu mwema. Hakuna kumwachia. Deka kwake kama mtoto wako anavyodeka kwako. Deka kwa Yesu, simwache atulie. Baba naomba pipi, baba naomba hela, baba naomba hichi. Msumbue, usimwache anyamaze. Usimwache akae kimya. Paza sauti yako mpaka aseme yatosha kunisumbua. Haleluya. Amesema halali mchana wala usiku. Yeye ndiye anayetulinda kwa nguvu zake. Mwana wa Mungu, mchana wa leo, tamani nguvu za Mungu zikulinde. Tamani ulindwe na Yesu Kristo. Tamani wanaokuongoza waendelee kuinua mikono yako juu. Haleluya. Musa alinyanyuliwa mikono yake na wale waliokuwa wanamzunguka. Na wewe tamani hivyo, uinuliwe na mtumishi wako mbele za Bwana. Akuinue, aendelee kumuomba Mungu. Hakuna Mungu kunyamaza kwa ajili yako, na sisi tunamfuata nyuma hatutanyamaza kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tusimwache akae kimya. Yeye yupo. Amesema hakuna hatari yoyote, hakuna hata wenye mamlaka atakayeweza kututenga na Mungu. Yeye ndiyo Kristo Yesu Bwana wetu tu. Haleluya. Sema ni Yesu tu. Sema ni Yesu tu. Ninalindwa kwa nguvu zake. Ninalindwa na nguvu za Yesu. Na sio wachawi, na sio waganga, na sio mizimu. Nalindwa na nguvu za Mungu tu. Hata biashara yako ilindwe na nguvu za Mungu. Hata kazi yako ilindwe na nguvu za Mungu. Hata watoto wetu walindwe na nguvu za Mungu. Hata huduma yako ilindwe na nguvu za Mungu. Tulindwe na nguvu za Mungu. Mshangilie Yesu kwa kujitoa kwa ajili yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mfalme mwema, Mungu mkuu, Mungu ishie milele, ninalibariki jina lako Roho Mtakatifu, kwa sababu umesema na maisha yetu ya kwamba Bwana, tusilindwe na kitu kingine chochote. Tusilindwe na miungu ya kigeni, tusilindwe na madhabahu ya kigeni. Hapana, tunatamani tulindwe na nguvu zako Bwana, ambazo umewapa hata manabii na watumishi na mitume watuinue kwako Bwana. Tunawakumbuka leo, tunawaangalia mienendo yao, tunaiga imani zao. Bwana, tusaidie ili tuongoze katika njia iliyonyooka. Bwana Yesu, mbariki kila mmoja aliyesikia neno lako. Bariki walioko nje ya mkoa wa Kilimanjaro ambao wamesikia neno lako mchana wa leo. Kawafunike kwa nguvu zako Yesu Kristo. Walindwe na nguvu zako. Walindwe na vyote wanavyovifanya kwa nguvu zako Bwana. Iwe ni mashambani, iwe ni kwenye biashara, kazini, kila mahali. Ninawaombea Mungu kakutane nao. Baba, wana Mlima Moria, tunao kila sababu kuinua mikono yetu juu na tumesarenda kwako, tukisema kwamba hatutakuacha ukae kimya. Tutaendelea kulitia jina lako, maana umesema umeweka walinzi kwenye kuta zetu. Asante kwa walinzi uliowaweka Bwana. Asante kwa walinzi ambao wanatuinua mbele zako kila itwapo leo. Roho Mtakatifu, naomba asiwe hata mmoja atabaki jinsi alivyo.
aone nguvu zako zikimiminika ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, pokea sifa na utukufu na heshima, kwa sababu hujamwacha hata mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Amen. Amina. Ongeza tena makofi mazuri kabisa kwa ajili ya Kristo. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo makofi watu wa Mungu hayatoshi. Tunapiga makofi hapa. Haleluya. Natamani tuinue mikono juu, tupige makofi ya juu kabisa kwa ajili ya Kristo. Amina. Amen. Amina. Mwambie mama mtumishi, ubarikiwe na Mungu. Mwambie asante kwa chakula kizuri ulichotulisha. Amina. Basi mtu wa Mungu, nipende kuwakaribisha katika madhabahu ya Mlima Moria siku ya leo. Amini, muujiza wako uko mahali hapa. Amina. Hutarudi kama ulivyokuja. Amina. Basi tegemea ushindi siku ya leo. Haleluya. Basi ninapenda niwakaribishe wale wote ambao Mungu amewatendea mambo makuu kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Karibuni tumshuhudie Mungu kwa kishindo. Amina. Haleluya. Basi upande ule naomba watu wawili. Laini ya kwanza naomba watu wawili kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Laini ya pili naomba watu wawili. Laini ya tatu naomba watu wawili. Laini ya nne naomba mtu mmoja. Mungu akuguse wewe kwenye laini ya kwanza, laini ya pili. Haijalishi ulishuhudia jana, juzi, Mungu anatenda kila siku. Basi mimi napenda nikukaribishe. Laini ya kwanza naomba mtu, jamani, sije tumshuhudie Mungu. Laini ya pili pia tunaomba tuinuke kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Laini ya tatu pia hamna mtu aliyetendewa. Basi laini ya tatu tunaomba mtu. Karibu Mama Mangoi, uje umshuhudie Mungu matendo makuu aliyokutendea. Basi laini ya tatu imeshatoa mtu, tunaomba laini ya pili basi ainuke mtu kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Naomba laini ya kwanza. Laini ya kwanza hatujatendewa. Basi tunaomba mtu mmoja kwenye laini ya kwanza. Inuka mama yangu, inuka kaka yangu, inuka dada yangu, tuje tumshuhudie Mungu matendo makuu anayotenda mahali hapa. Laini ya kwanza naomba mtu, tuje tumshuhudie Mungu matendo makuu anayoyatenda. Laini ya pili. Laini ya pili hamna. Mimi natamani Mungu akugusi hapo kwenye hicho kiti, uinuke mwenyewe kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Amina. Sitaki kumuinua mtu, natamani Mungu amguse mtu hapo kwenye kiti, ainuke mwenyewe kwa sababu ndani ya moyo wake atakuwa ametendewa. Laini ya pili pia hamna mtu aliyetendewa. Mama yangu pale, baba yangu pale. Basi ngoja tuendelee na mama. Wengine mtainuka na wakaribisha. Bado nafasi zipo. Ipo nafasi ya laini ya pili, ya tatu, mpaka ya nne nafasi ipo. Nyuma bado kuna hitaji watu. Tunaendelea kushuhudia na wote asogea mbele. Amina. Basi karibu mama. Mungu alichokutendea kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Bado tunaendelea kuwakaribisha kwa ajili ya shuhuda. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Asnati Mlai. Amina. Kwa jina maarufu naitwa Mangowi. Amina, karibu. Nimetokea Magereza Katanini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi namshukuru Mungu kupitia madhabahu hii. Amen. Wiki zilizopita kama 3 nilikuwa naumwa sana. Amina. Kwa kweli wapendwa, sikutegemea kama ningeweza kusimama hivi nikaongea. Amen. Kwa sababu ilikuwa hata nikikaa mezani na kula ninaumwa, napata moto wa ajabu mpaka natokwa jasho. Amina. Watu wanajua labda nakula, lakini ni yale maumivu nayo yasikia. Amina. Ya mguu. Amina. Basi nilienda hospitali, wakacheki, nikafanya vipimo kabisa. Amina. Wakaniambia mbona huna shida?
lakini unakiashiria kama unataka kupata gauti. Nikamwambia dokta, mbona mimi nyama zenyewe nimekula nikiwa na miaka 23, hiyo gauti imetoka wapi? Amina. Akaniambia, mama, chukua hizi dawa, tumia tu, hiyo hali inaweza ikatoweka. Amen. Basi mimi kwa kipindi cha nyuma miguu inavyowaka moto, kwanza naomba mtumishi anisamee na baba mtumishi. Amina. Nilikuwa nawasumbua sana usiku. Amina. Nawapigia simu, nasikia moto unawaka, nachukua ndoo ya maji naroweka miguu. Amina. Kwa kweli nilikuwa nataabika sana. Amina. Basi mimi katika miguu kuwaka moto, nikaamka siku moja nikakuta kama nimechanjwa kwenye mguu. Amina. Kwa hiyo zile dawa nilizokuwa napewa hospitali ninavyotumia, badala kidonda kifunge, kidonda kinapanuka. Amina. Hii hali iliniogopesha sana. Nikaenda hapo jirani dispensary, nikamwambia sister, naomba undress hiki kidonda. Akaniambia, Mangoi, sintaweza. Hiki kidonda kimeshakuwa too much. Unatakiwa uende Mawenzi, watindue hiyo nyama ya juu, waikate yote nyingine. Basi mimi nikatoka pale, nikarudi nyumbani, nikamwandikia mtumishi message. Amen. Nikamwambia, mtumishi, naomba uniombee. Amina. Hali ya mguu imekuwa ni mbaya. Amina. Hapa nilipo najiandaa kwenda Mawenzi. Hakunijibu. Nafikiri alikuwa kwenye maombi. Basi nilivyojiandaa, nimekaa hapo kitandani, hali fulani ikanijia, nikaishia usingizini. Amen. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilivyoishia usingizini, nasikia mtu ananigongea chumbani, anaingia. Bibi, vipi, umepona? Namwambia, Eva, kwani umetoka shule? Ananiambia, hapana bibi, ndio nimerudi shule. Amina. Nimechukua simu naangalia saa 12:20. Basi nikaendelea kumshukuru Mungu. Amina. Nikaamka, nikajikokota, siwezi hata kutoka nje kwa kweli, wapendwa. Amina. Basi nikamwambia, nenda huko jikoni uangalie chochote utulize, mimi niko vizuri. Basi ikafika ule muda wa jioni, tunakula, nimekaa mezani, mguu unaanza tena. Kila nikitaka kula natokwa jasho, yani navumilia. Mtu anayejua kweli naumwa, natokwa jasho tu kama mtu anayekunywa supu. Amina. Basi ile hali ikatoweka kidogo, nikala kidogo, nikarudi kitandani. Nilivyoenda kitandani, nikameza paracetamol, nikaishia usingizini. Imefika asubuhi, nikaja hapa Morning Glory. Amen. Kwa kweli wapendwa, nilishushwa hapo. Amina. Nimekuja, mtumishi ameniombea. Nimetoka hapa na kanyaga kabisa. Amina, 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 amina. Amina kanisa. Amina. Kwanza nilipofika hapa akaniambia, nipe taarifa za Mawenzi. Nikamwambia, mtumishi, sijaenda Mawenzi. Ule muda najiandaa, sijui ni kitu gani kilinichukua, nikaishia usingizini. Amen. Basi wapendwa, yani kuanzia siku hiyo mtumishi ananiombea. Hakuna cha Mawenzi nikatinduliwe nyama, hakuna cha mguu nini. Mimi leo nimeweza kucheza hapa nikazunguka. Amina mama. Ongeza tena makofi mazuri kwa ajili ya Kristo. Amina. Amina. Mimi hapa ni mafuta napaka na lala. Nakuja hapa mtumishi ananiombea na watumishi wengine waliniombea. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Yaani kila mtu anashangaa. Kwa sababu hata ndugu nilikuwa sitaki kuambia. Ndugu akija hivi atakwambia twende kwa mganga. Kuna mmoja alinitamkia, nikamwambia, mnataka nife? Mnajua mimi nimeshakula kiapo na Yesu. Amen. Nikamwambia mimi nikienda kwa mganga nitakufa. Amina, amina, amina. Tena huyo ni rafiki yangu, alifanya kuchukua jina langu la M-Pesa. Akaniambia, Mangoi, umepigwa huu mguu, twende nikupeleke mahali. Nililia.
Amen. Nikamwambia hebu futa hilo jina. Mimi nikienda kwa mganga nitakufa. Kweli nililia kutwa nzima, sijasubutu hata kumweleza mtu. Amina. Nikamwambia mimi kwa mganga siwezi kwenda, mimi nishaapa. Amina. Basi Mganga kwa kweli ni Yesu. namshukuru Mungu, mimi sasa hivi ni mzima. Namtukuza Kristo wa madhabahu hii. Yaani namshukuru Asante Mungu sana, na mama. mtumishi wake Gideon. Asante sana mama. Na Hebu sadaka yangu kidogo. tuonyeshe mguu Mungu anavyotenda Mguu kupitia ndio mguu. huyu wapendwa, angalieni. Haleluya. Ulikuwa Amina, haufai. amina, amina. Nimepona wapendwa. Amina. Asante sana mama. Unamwambiaje mtu aliyefika kwa mara ya kwanza kiwango chake cha imani kipo chini? Mimi namshauri mtu aliyekuja mahali hapa, hebu asiangalie mtu, apandishe kiwango chake cha imani. Amini tu. Amina. Mungu atafanya yote. Zaidi na zaidi. Zaidi na zaidi. Amina. Asante sana mama. Amina. Mungu akubariki sana. Asante sana. Kwa hiyo unatuambia kwamba hakuna mganga zaidi ya Yesu. Hakuna kwa waganga. Amina. Kwa Yesu ni mambo yote. Amina. Aminini tu. Amen. Mimi lakini watu wananiambia huyu mama sijui ni mchawi. Amina. Kuna mpangaji wangu aliambia, unakaa kwa yule mama? Yule mama ni shida. Amina. Akaja akaniambia, mama, shida gani? Kwanza mimi nimekaa kwenye ardhi, umenifundisha jinsi ya kuomba. Huyo mama ni Muislamu, nishakuja naye hapa. Akaniambia umenifanya nimekuwa na imani. Alafu tangu tukae kwenye hii nyumba yako yani hii ardhi ina baraka, sijawahi kuona. Asante sana mama. Asante sana. Bariki sana. Wanapokuambia wewe ni mchawi, uambie kwamba mimi ni mchawi katika Kristo. Haleluya. Mimi kuna mmoja nishamleta hapa, nikamwambia mganga wangu ndio huyo unayemuona anaingia. Amen. Nishamleta hapa. Mungu akubariki sana. Amina, na Mungu azidi kukutia nguvu. Amina. Amini, uponyaji umeupokea zaidi na zaidi kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Amina. Usikate tamaa. Karibu mama, tuambie majina yako, umetokea wapi, nini Mungu alichokutendea? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Kwa majina mimi naitwa Paulina Joseph Matingo. Karibu sana. Nimetokea Kibosho Mweka. Asante. Mnamo tarehe 15 mwezi wa kwanza. Amina. Mimi nafanya kazi kwenye kampuni moja kule kwetu, kampuni ya Machare. Amina, amina, amina. Tarehe 15 hiyo kazi ilisimama chap kwa ghafla. Amina. Na huwa tunalipwa kila baada ya siku 6. Siku Amina. ya 7 unapokea hela yako. Amina. Sasa kazi iliposimama, cha kwanza nikawaza, Mungu, kazi imesimama, nitakwendaje kanisani? Nauli napataje? Nikiwa katika hayo mawazo ya kuwaza kwamba nitakwendaje kanisani, nikasikia sauti kwenye masikio yangu inasema, Mungu anataka utayari wako. Usiwe na hofu. Mina, mina, mina. Mungu anataka ule utayari wako. Basi nikanyamaza. Amina. Tangu tarehe hiyo mpaka sasa hivi kazi haijafunguliwa. Lakini sijawahi kosa kanisani. Kuacha kutoa sadaka hata kama ni ya shuhuda, na wala sijui napataje hiyo nauli ya kuja kanisani, sadaka napataje, na chakula ninachokula sijui ninakula kwa namna gani, lakini Mungu anajua. Mtu wa Mungu ulioko mahali hapa, ninakushauri tu, chochote kile unachotamani katika moyo wako kwa habari ya Mungu wako, kwa habari ya huduma unayofanya kwa ajili ya Mungu, usiwe na wasiwasi. Amina. Mungu anachotaka kwako ni utayari wako katika moyo wako. Mambo mengine yote muachie yeye, usiwe na wasiwasi. Asante sana mama. Amina. Amina. Basi nimemshuhudia Mungu wangu, sadaka ya shukrani nitaitoa Jumapili. Amina. Na nilikuwa nimeahidi nitatoa hii shuhuda Jumapili, lakini leo nikaona Roho Mtakatifu ananichangamkia tu ndani. Amina, 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 amina. Amina. Kwa hiyo sadaka ya shukrani nitaitoa Jumapili. Asante sana, tutasindikizana. Amina. Mama anatuambia Mungu aangalie muonekano wako.
eti kwamba wewe ni mweupe, ni mnene, ni mrefu, ni mfupi. Hapana. Mungu anaangalia moyo wako tu. Haleluya. Ndicho Mungu anachokiangalia. Amina. Na utayari wako. Haleluya. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe watumishi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Kwa majina naitwa Betty Limo, natokea Rao. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Kipekee namshukuru Mungu kwa uzima nilionao pamoja na familia yangu. Amina. Mungu anatutetea sana wanamoria. Amina. Hakuna anayemwacha hata mmoja. Zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa na nadhiri yangu, ilikuwa iwekwa kwa Bwana. Amina. Hiyo nadhiri Jumapili iliyoisha nilitoa nusu, leo namalizia. Amen. Kuna matendo makuu sana alionitendea, kwa hiyo nadhiri yangu ninaimaliza leo. Woo! Ninakuomba mtumishi wa Mungu ulioko mahali hapa. Ziko nadhiri nyingi tunaweka kwa Bwana lakini hatumalizi. Amina. Jitahidi umalize nadhiri yako. Amina. Na hiyo nadhiri yangu naomba unisindikize ili kama na wewe unayo uweze kuitoa. Amina. Asante sana mama. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu, na sisi ambao tumeweka nadhiri basi Mungu aweze kutukumbusha tuweze kuzitoa. Amina. Tumejifunza mambo mengi kupitia shuhuda. Mama anatuambia hapa tupandishe kiwango cha imani, tusiangalie tulikotoka, tuangalie tunako kwenda. Mama pale katuambia tuweke moyo wetu kwa Yesu, tengeneza utayari katika Bwana. Mama anatuambia nadhiri tuzitengue tunapoweka kwa Mungu. Amina. Basi tumejifunza mambo mengi kupitia shuhuda. Empongeza tena makofi mazuri kwa ajili ya waliotufundisha kupitia za siku. Amina. Basi nipende kuwakaribisha katika madhabahu ya Mlima Moria. Jisikie uko nyumbani mwa Bwana, kuna furaha, kuna amani, kuna upendo. Hakuna gumu linaloshindikana kwa Mungu. Mimi nikuambie tu hakuna gumu linaloshindikana kwa Mungu. Amini. Haleluya. Basi nipende tena kuwakaribisha wale ambao Mungu amewajalia pochi zao. Basi iko sehemu maalum pale kabisa nzuri ya kuhifadhi pochi, na kuomba mtu wa Mungu, baba, mama, upeleke na pochi yako pale sehemu. Baba, upeleka begi lako pale kwa ajili ya usalama zaidi. Na wewe ambaye Mungu amekujalia simu, tunaomba uzime simu yako au katika hali ya mtetemo au vibration kwa ajili ya uchaji wa ibada zaidi na zaidi. Amina.